Balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unashiriki katika maonesho ya mboga na matunda yanayofanyika Rimini mwaka 2025. Maonesho haya ni jukwaa la kukutanisha wauzaji, wakulima na wanunuzi wa bidhaa mbalimbali za kilimo, hususan za mboga na matunda. Kwa upande wa Tanzania, tunajua kwamba bidhaa za mboga na matunda zinakuwa na changamoto kubwa ya upotevu kwa kuwa hatujaweza kustrengthen value chain. Hivyo kwa hili ni muhimu sana kwetu, na kwa kipindi hiki tumeshirikiana na tupo pamoja, tunaonesha pamoja na CRDB Bank na bodi tano za mazao mbalimbali ya kibiashara nchini Tanzania. Bodi hizo ni bodi ya korosho, bodi ya kahawa na bodi chai. Lakini pia tuna mamlaka za udhibiti hasa ubora wa mazao na viuatilifu. Lakini pia tuna mamlaka ya mazao mchanganyiko. Tunaamini kwamba kutokana na jukwaa hili tuna uwezo wa kuinua hali za wakulima wetu na sekta kama hiyo, kwa sababu katika jukwaa hili tuna kampuni mbalimbali ambazo zinatengeneza mashine za kuweza kuchakata bidhaa za kilimo. Na kama tunavyofahamu sasa hivi sera yetu katika masuala ya kilimo ni pamoja na kuzuia kupunguza upotevu wa mazao. Ina maana kwamba mfano kipindi cha nyanya zinapouzwa kunakuwa na upotevu mkubwa kutokana na kuoza na vitu kama hivyo. Lakini tunaposhiriki katika maonesho kama haya, tuna uwezo wa kupata mashine rahisi kwa teknolojia ya Tanzania kwa ajili ya kuchakata zile nyanya kuweka kwenye finished product zipaki, ili sasa ziweze kukaa mwaka mzima. Kwa kufanya hivyo inapunguza upotevu wa nyanya shambani, lakini inainua hali ya wakulima kutoka kwa sababu upotevu huwa mnapoteza hata hela, mnapoteza faida ambayo tunaamini kupitia jukwaa hili tumekuwa na uwezo wa kuunganisha kitu gani Tanzania inataka hasa katika kukabili changamoto zinazotuathiri kama Watanzania, ikiwemo ya hiyo upotevu wa mazao. Na pamoja na sisi kama tunavyoona tuko pamoja na CRDB. CRDB Bank wanapita, wanaonana, wanafanya B2B mikutano ya biashara pamoja na watengenezaji wa mashine. Na kwa namna hiyo wana uwezo wa kusaidia wafanyabiashara wadogo wa Tanzania ambao wanaenda kwa ili kutoka pale kwa ajili ya kuondoa hizi changamoto nazo. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa jukwaa hili, kwa sababu kuna bodi ambazo zinawakilisha wakulima wadogo, tutapata packaging nzuri ili kuuza mazao yetu nchini. Lakini pia tutapata mashine ya kuondoa ile loss, post harvest loss, kwenda kwenye finished product ili sasa ziweze kufika kwa mwaka mzima. Lakini pia inasaidia bei kutopanguka sana, kwa sababu wakati wa msimu tunaona bei ya mazao mengi ya biashara inaenda chini sana, kwa sababu mazao yanakuwa ni mengi na yanaoza. Kwa hiyo inabidi wauze kwa bei ndogo. Lakini baada ya msimu mazao yanapanda sana bei na yanakuwa hayapatikani. Kwa hiyo kwa namna hii ikiwa na mashine za kuweza kutunza hizi haya mazao, ina maana kwamba tunaweza tuka control ile hata price fluctuation katika mfumo wa mazao
Tunaamini mwisho wa jukwaa hili utakuwa ni mwanzo wa kubadilishana au kutengeneza MOUs, makubaliano ya ushirikiano kati ya Tanzania na baadhi ya makampuni, sekta binafsi na pia kampuni za umma, ili sasa kuweza kuainisha kukabili changamoto ambazo zinakabiliwa kama hiyo iliyokuambia. Kwa hiyo nashukuru ushirikiano ambao tumepata na sekta binafsi, lakini pia na Wizara ya Kilimo, na ambayo bodi zote ambazo zimeshiriki ziko chini yake, na Mheshimiwa Waziri Bashe ambaye alisema mwaka huu alikuwa kama commitment ya wizara kwa mwaka lazima ubalozi kuweze kushiriki katika maonyesho haya yote. Na maonyesho haya kiukweli ni maonyesho makubwa kwa Italy kwa bidhaa za kilimo. Katika sekta ya kilimo maonyesho muhimu sana, na sisi ni maonyesho muhimu kwetu kwa sababu mboga na matunda ni sehemu muhimu katika kuuza na inachukua Watanzania wengi wadogo na wakati wanaofanya. Naitwa Jacqueline Boniface Mkuya, ni mwambata kilimo katika ofisi ya ubalozi wa Tanzania nchini Italy. Ubalozi wa Tanzania nchini Italy unashughulikia maeneo makubwa mawili. Kuna eneo la multilateral na kuna eneo la bilateral. Eneo la multilateral linashughulikia na wakilishi wa Tanzania katika mashirika ya kimataifa makubwa ambayo yako hapa Italy, ambayo ni FAO, WFP na IFAD. Na eneo la bilateral linashughulikia masuala ya kati ya nchi na nchi. Kwani Tanzania tulikuwa na ushirikiano mkubwa katika mambo ya maendeleo na nchi ya Italy katika sekta ya kilimo na sekta nyinginezo. Lakini kwa upande wangu mimi nitazungumzia zaidi masuala ya sekta ya kilimo. Mtu anaweza kujiuliza kwa nini mashirika haya makubwa yako hapa Italy, ama mashirika makubwa ya kimataifa hapa Italy? Kwa sababu Italy wanaongoza sana katika uzalishaji wa bidhaa za kilimo, kuanzia uzalishaji mpaka uchakataji mpaka na kupeleka kwa mlaji. Na kwa nini Italy pia imechukua haya mashirika makubwa ya kimataifa? Sababu hiyo ndio ya kwanza, lakini pia wanajali sana afya ya binadamu anayeenda kula haya mazao ya kilimo. Sasa nataka kuzungumzia kuhusu ushiriki wa Tanzania katika hao maonyesho makubwa ya Mapscout ambayo yanafanyika hapa Rimini kila mwaka mwezi wa 5. Tanzania imekuwa inashiriki katika haya maonyesho. Tuliweza kushiriki mwaka 2022 na huu mwaka 2025, na tunaweza kuratibu taasisi za Wizara ya Kilimo na taasisi zake kubwa ambazo ni bodi ya kahawa, bodi ya borosho, bodi ya chai, bodi ya mazao mchanganyiko na taasisi inayoshughulika na usafi wa mimea. Na pia tumeshirikiana na benki ya CRDB, kwani nayo huwa inawezesha wakulima katika kushiriki na kuzalisha na kuchakata mazao ya kilimo. Ushiriki wetu ni wa kimkakati kwa sababu tunaona kwamba ni fursa kubwa kwa Tanzania kushiriki katika maonyesho, kwani Tanzania tuna fursa nyingi, tuna ardhi ya kutosha, na Tanzania ina kanda mbalimbali ambayo inaweza kuzalisha mazao ya aina mbalimbali, mazao yanayohimili joto, mazao yanayohimili baridi, na mazao haya pia yanahitajika kwa wenzetu ambao wako huko bara la Ulaya. Na Italy ni mojawapo ya nchi ambapo katika bara la Ulaya, na tunapenda kupata teknolojia ambao wenzetu wanaitumia hapa Italy. Na pia Tanzania tumeingizwa katika mpango wa Mattei Plan, ambapo ni Tanzania inashirikiana na Italy kwa ajili ya kupromote na kuwawezesha vijana katika sekta mbalimbali. Wamefanya katika sekta ya kilimo, sekta ya elimu, madini, lakini mimi nitajikita katika sekta ya kilimo. Na kwa nini? Na pia kama mambo yataenda kama ilivyopangwa, kuna hela ambazo zimetengwa. Kwa mwaka huu Tanzania tumeingizwa katika Mattei Plan, ambapo ni nchi 3 zimeingizwa: Tanzania, Angola na Msumbiji. Na wametenga milioni 30 euro kwa ajili ya kuwawezesha Watanzania kushiriki katika mashirikiano kati ya Tanzania na Italy
kwenye sekta ya kilimo, na sehemu kubwa ambayo wanaitaka wao ni kuangalia standard na usafi wa mimea ambayo itaweza kuingia Italy. Tunaamini kwa Watanzania kuweza kuleta bidhaa zao za kilimo hapa Italy, na maana kwamba wataweza kuingiza bidhaa za kilimo katika soko la Ulaya, na wao wapo tayari kufanya kazi na sisi. Wamekataa MOU yao ambao sasa hivi ni draft na iko nyumbani Wizara ya Kilimo. Kwa hiyo Wizara ya Kilimo na sekta ya kilimo kwa ujumla inaweza kushiriki hapa ili waweze kupata wadau ambao wataweza kushirikiana nao katika kuendeleza sekta ya kilimo, kupata teknolojia wanayo, lakini tu kuelekeza katika sekta ya kilimo, kwa sababu sisi tuna fursa ziko nyingi. Na sisi pia Tanzania tuko katika ule mpango wa Ulaya kwa kuweza kuingiza bidhaa zetu za kilimo bila kutoa ushuru. Lakini fursa hiyo tunayo, lakini je, tunajiuliza Tanzania tunaweza kumiti zile standards zinazohitajika katika Ulaya? Hapana, inakuwa ngumu kidogo. Kwa hiyo tunaweza kupata fursa kuweza kuleta hizo bidhaa Ulaya, lakini ni vigumu kuweza kuleta hizo bidhaa Ulaya kama meet standards ambazo zinatakiwa na soko la Ulaya. Ndio maana leo tuko hapa, tumekuwa na appointments mbalimbali ambazo tutakutana na hao wadau mbalimbali. Wapo wadau ambao wanasambaza teknolojia ya ufundi, mashine za kilimo, na ambao pia watataka kununua kwetu, na sisi pia wanataka kujua wao wanafanya nini. Kwa hiyo tunaamini sana kupitia maonyesho haya tutapata nafasi kubwa ya kutangaza kama nchi, lakini pia kulitangaza kama sekta. Na hapa tunaamini kwa kufanya hivyo tutainua Tanzania. Tunaamini kwamba tuna rais ambaye anapenda uendelezaji wa sekta ya kilimo. Ninaitwa Maregesi Shabani, ni mkuu wa kitengo cha kilimo biashara kutoka benki ya CRDB. Pamoja nami niko na mwenzangu anaitwa Rogers Msele, ni meneja mahusiano wa benki ya CRDB, na upande wangu wa pili uko dada yangu Ruru Melo, yeye ni meneja mahusiano pia upande wa taasisi za kimataifa. Anaiunganisha benki ya CRDB na taasisi za kimataifa kupitia balozi zetu zote duniani. Na kwa leo tuko kwenye maonyesho ya Markfreud Rimini nchini Italy kwa lengo la kuongeza wigo wa huduma kwa wawekezaji wote kwenye mnyororo wa thamani wa kilimo. Benki ya CRDB imejizatiti katika kuwekeza na kuwawezesha wawekezaji kupata mitaji sahihi, kupata mafunzo, kupata ushauri wa namna ya kuwekeza kwa tija. Na benki hii imekuwa kinara kwenye utoaji wa mikopo, kuanzia mikopo ya kilimo, lakini kwenye sekta ya mifugo, uvuvi, biashara, viwanda na huduma zinazosaidia uwekezaji kwenye kilimo kwa ujumla wake. Benki hii inaongoza kwenye utoaji wa mikopo ya kilimo nchini Tanzania, na hadi tunavyozungumza sasa mikopo tunayotoa kama benki ya CRDB ni zaidi ya 45% ya mikopo yote inayotolewa na mabenki pale nchini. Sasa kwa nini tumekuja Rimini kwenye maonyesho haya? Benki inatarajia kupata wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali ambao wanaweza kuja na kuwekeza nchini kupitia benki ya CRDB, lakini pia Watanzania waweze kupata masoko ya kuuza bidhaa zao kwenye mabara yote hapa duniani. Nchi yetu ina nafasi kubwa sana ya kuweza kukuza biashara, kukuza pato la taifa, kukuza uwekezaji kupitia sekta ya kilimo. Na kama tunavyofahamu, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameongeza budget kwenye Wizara ya Kilimo kwa kiwango ambacho sasa kinafungua milango kwa Watanzania walioko Tanzania kutoka nje, lakini kwa wawekezaji wa nje pia kuja ndani ya nchi. Na hii imeleta tija kubwa, na tunaona uzalishaji unaanza kuongezeka kwa sababu kwa kutoka nje tunapata teknolojia ambazo Watanzania wanazitumia kukuza uzalishaji wao. Lakini kwa kutoka nje pia tunapanua masoko ambayo sasa bidhaa zinaweza kuvuka mipaka na kuweza kufikia masoko ya kimataifa. Na kwa kutoka nje Watanzania sasa wanapata ajira zaidi ya kuzalisha zaidi na kuongeza pato la taifa. Na tunaona uchumi unavyoongezeka kwa kasi,
tunatoa shukrani sana kwa Mheshimiwa Rais, lakini tunatoa pia shukrani kwa Wizara ya Kilimo chini ya uongozi wa waziri wetu wa kilimo kaka yetu Hussein Bashe. Tumeona mabadiliko ya kweli na tunaiona dhamira ya kweli ya serikali ya awamu ya 6 katika kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa miongoni mwa nchi ambazo zinajitosheleza kwa chakula, lakini pia zinauza ziada ndani ya bara la Afrika, lakini zinauza ziada kwenye mabara yote duniani. Na kwa kufanya hivi, kwa sababu sera za nchi imekuwa ni rafiki zaidi kwa wawekezaji, tunaona pia wawekezaji kutoka nje wanakuja ndani. Na sisi kama benki ya CRDB tayari tumefungua mipaka. Tulianza tukiwa Dar es Salaam, Tanzania, na tumefungua matawi nchi nzima, lakini tumetoka ndani ya Tanzania. Tulianza na Burundi, tumekwenda DR Congo, na sasa tunaangalia fursa za kimataifa zaidi. Tunashukuru sana kwa support ambayo tunaipata serikalini, tunayoipata wizarani, tunayopata kwenye wizara zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bila kuisahau Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Dr. Mwinyi. Tumeweza kufanya biashara kwa uwazi vizuri na tunashirikishwa hata kwenye makongamano kama haya ya kimataifa, na tunaiona tija ikiongezeka, sio tu kwa benki. Tija inaongezeka kwa wateja wetu kuweza kupata fursa mbalimbali, teknolojia ambazo wanawekeza kwenye uzalishaji wa mazao ya kilimo, ni teknolojia ambazo zinawasaidia sasa kuongeza uzalishaji kwa tija. Na hili litatuongezea sasa wigo wa kuzalisha zaidi, kuongeza uwezekano wa vijana na kina mama kupata ajira kwenye sekta ya kilimo, lakini kuongeza pato la taifa. Na tunawakaribisha wawekezaji wa ndani na nje ya nchi ya Tanzania kupitia CRDB waweze kupata mikopo ambayo ni rafiki, mikopo ambayo itawezesha kuwekeza kwenye miradi ambayo ni himilivu. Tunasisitiza sana uwekezaji kwenye miradi himilivu kwa sababu hatutaki kuzalisha kwa manufaa ya kizazi cha leo tu. Tunaangalia pia kizazi cha kesho. Na benki yetu imepata ithibati ya mfuko wa Umoja wa Mataifa wa hifadhi ya mazingira GCF, ambapo tumeweza kupata dola milioni 200 kwa ajili ya uzalishaji hasa kwenye mazao ya chakula. Na kama vile haitoshi, benki ya CRDB pia ina hati fungano ya kijani kwa maana ya green bond. Hii hati fungano ya kijani imetusaidia sana kuweza kuwekeza kwenye miradi himilivu na hivyo kufanya kilimo chetu, kufanya uwekezaji wetu kuwa himilivu zaidi. Asanteni sana. Naitwa Irene Mnola, ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA. Tunafurahi sana kuwepo hapa mjini Rimini, Italy, kwenye maonyesho haya makubwa kabisa ya Macfruit, ambapo sisi kama Tanzania tumepata nafasi ya kuweza kuonyesha mazao yetu na kuongeza wigo wa kupata masoko, kupata washiriki mbalimbali katika shughuli zetu hizi za kilimo Tanzania, ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kuzalisha na kufikisha mazao yetu kwenye masoko, kwenye walaji, lakini vile vile tukipata teknolojia, tukipata ufahamu wa jinsi ambavyo masoko yanaenda. Mimi kama mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya nafaka na mazao mchanganyiko COPRA, ni mara yetu ya kwanza sisi kama taasisi kuweza kuja hapa, lakini ni kitu muhimu sana kwa sababu hii mamlaka inasimamia mazao yote ambayo yalikuwa hayana bodi. Tumezoea Tanzania kwamba kuna mazao yale tulikuwa tunaita ya kibiashara, lakini sasa hivi tunajua kabisa ndani ya nchi yetu sisi tumejipambanua kwa kusema kwamba kilimo ni biashara. Kwa hiyo kilimo ni biashara, tunaanza kwenye yale mazao ya nafaka, mazao mengine mchanganyiko kama mazao ya horticulture, mazao mengine kama ya mbegu za mafuta, mazao mengine kama mizizi na mengineyo. Sasa hapa mnaona mbele yetu sisi tunaonyesha mazao ambayo mbalimbali ambayo tunayasimamia, na tumeona mwitikio mkubwa kwa watu ambao wanakuja hapa. Unaona wanatuulizia mazao yetu haya ya matunda, kama unakuta wanaulizia mazao yetu ya zabibu, wanaulizia mazao yetu ya matunda mbalimbali kama maembe na mengineyo ambayo tunawaletea. Kwa hiyo sisi kama mamlaka tunawapa nafasi ya kuwa connect na wanunuzi mbalimbali walioko Tanzania ambao wanafanya exporting. Kwa hiyo hii imekuwa ni fursa kubwa sana, kwa sababu unajua wanakuwa hawajui kabisa jinsi ambavyo nchini
tuna utajiri mkubwa sana wa haya mazao. Lakini vile vile kitu muhimu sana ni kuhakikisha tunaangalia teknolojia ambayo wenzetu wanayo huku ya kuweza kuhakikisha haya mazao yanazalishwa kwa kiwango cha juu cha ubora, lakini vile vile yanahifadhiwa na kuhakikisha kwamba yanaweza kufikia masoko na kukaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo hiyo ni fursa, tutakuwa tuna vikao mbalimbali ambavyo tumepata miadi mbalimbali, tutaonana na watu mbalimbali, makampuni mbalimbali ambayo yako kwenye huo mnyororo wa thamani, na sisi kama Tanzania tutaweza kuona jinsi gani tutakuwa na mashirikiano ili tupeleke hizo teknolojia nchini, tuunganishe hizo teknolojia na watu wengine nchini ambao wanafanya biashara za haya mazao, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaimarisha biashara ya mazao yetu katika soko la Ulaya na katika soko la dunia. Asanteni sana. Asante. Kwa jina naitwa Francis Alfred, ni mkurugenzi mkuu wa bodi ya korosho. Lengo letu kubwa sisi la kushiriki haya maonyesho ya Mark Fruit yanayofanyika Rimini nchini Italia ni kupanua wigo wa soko wa korosho zetu, hususan korosho karanga. Kama mnavyofahamu, tunakwenda kwenye ule mpango wa kwamba ifikapo mwaka 2030 tunataka korosho zetu zote tuziuze zikiwa zimebanguliwa. Lengo letu ni wakulima wawe na uhakika wa masoko ya mazao yao, lakini pia waweze kupata kipato kikubwa zaidi kwa kilo. Kiuza kwa shile banguliwa, wakulima wanapata kipato kikubwa zaidi kwa korosho ambayo ni ghafi. Kwa nimeshiriki maonyesho. Lengo letu ni Italia ni moja ya nchi za Ulaya ambao wanatumia sana korosho, lakini wamekuwa hawanunui kiasi kikubwa cha korosho kutoka Tanzania, hususan korosho ambazo zimebanguliwa. Kwa tunakuja huku kwa lengo la kuonyesha fursa zao katika zao la korosho, kwa maana ya kununua korosho zilizobanguliwa, lakini pia kuonyesha fursa kwamba sasa hivi tunakuwa tukiongeza uzalishaji. Tumetoka tani 300,000 tukiongeza tani 528 na mpango ni kwenda tani 700,000 msimu ujao na kufika tani 1,000,000 ifikapo mwaka 2030. Kwa hiyo tunaonyesha kwamba tuna potential kubwa ya zao la korosho, sio kwenye korosho karanga, lakini pia katika bidhaa zingine zinazofanana na korosho kama vile kuzalisha ethanol, kuzalisha wine, kuzalisha mafuta ya ganda la korosho, wala na kama mafuta ya ganda la korosho. Kwa hiyo tumekuja kuonyesha fursa na kutafuta wawekezaji na wanunuzi wa korosho ili tuweze kupanua wigo wa soko wa korosho zetu. Kama tunavyosema siku zote, uwepo wetu sisi ni kwamba mkulima anategemea zao la korosho awe na uhakika kwamba atapata soko la korosho zake na atafuta bei ambayo itamridhisha. Kwa hiyo hizi ni jitihada za bodi ya korosho katika kupanua wigo wa masoko ili tuwe na uhakika ya kuwa na soko la uhakika na endelevu la korosho. Lakini pia Italia ni eneo mojawapo la Ulaya ambao wana mitambo mingi sana ya kisasa ambayo inatumika katika uongezaji wa thamani mazao mbalimbali. Kwa pia huko tunaweza kuangalia teknolojia ambayo inaweza kutumika kwenye zao la korosho katika kuzalisha bidhaa mbalimbali zilizo katika mnyororo wa zao la korosho. Kwa hiyo hii ni fursa pia sisi ya kujifunza teknolojia mpya ambazo tunaweza kuzipata huku tutaenda kuzitumia nyumbani ili kuongeza ufanisi katika ubanguaji au uzalishaji wa bidhaa zinazo na korosho. Lakini pia nafahamu tunaanza kongani la viwanda katika mpango wetu wa kubangua korosho mwaka 2030. Kwa pia tunaweza fursa la uwepo wa kongani la viwanda na viwanda gani inaweza kuweka pale kwa pamoja na korosho, lakini mazao mengine yanayopatikana kusini mwa Mtwara kwa pamoja na ufuta, mbaazi na mazao mengine ambayo. Kwa hiyo sisi kama Tanzania, sisi kama bodi ya korosho, maonyesho ya Mark Fruit ambayo ni maarufu duniani, ni fursa kwetu ya kupanua wigo na chama basi tunakuwa na soko la uhakika wa korosho ambazo tunazalisha nchini. Serikali inafanya kila jitihada kwamba huyu mkulima ambaye ana zao la korosho soko lake lipo na ataendelea kupata la korosho zake. Unajua kufanya kama wakulima Mtwara na Lindi, almost 80% ya ardhi yao ni korosho. Maana yake ni kwamba iwapo watu watapata masoko ya korosho zao watastaki. Sisi kama serikali tunahangaika kwa kila namna kwamba wakulima wanategemea zao la korosho, tunamhakikishia kwamba atapata soko la korosho na la uhakika. Ndio maana tuko na tunashiriki maonyesho kama haya. Lengo letu kwa ni hilo kwamba kwa soko ya uhakika na mapana kwa ajili ya wakulima wetu kuweza korosho zao bila chini. Kwa majina naitwa Beatrice John Bass, ni kaimu mkurugenzi kutoka bodi ya chai Tanzania. Tumeshiriki kwenye maonyesho ya Mark Fruit kwa sababu chai ni moja ya mazao kimkakati nchini Tanzania, na lengo la kushiriki maonyesho haya ni kuweza kujifunza mbinu mbalimbali kupitia wenzetu kutoka sehemu mbalimbali duniani, kwa sababu kama
mkulima akitegemea kuuza raw material anauza kwa bei ndogo, lakini akiongeza thamani anakuwa anauza kwa bei ya faida na kuendeleza tasnia ya chai nchini. Tunaposema tasnia ya chai ni kuanzia uzalishaji, vile miche ya chai inapatikana kwa kushirikiana na taasisi ya utafiti wa chai Tanzania TRIT. Tunaweza kujua kwamba kuna miche ya aina gani ambayo izalishwe kwa ajili ya hitaji la soko. Kwa kazi kubwa ya bodi la chai ni kusimamia na kuendeleza. Kwa kuendeleza kwanza ni kuanzia sasa shambani, kwenye viwanda, mpaka kwenye biashara yote ya chai. Kwa nini tumeshiriki maonyesho ya Macfood? Ni kwa sababu Macfood wanakuja waonyeshaji mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali duniani ambapo wana bidhaa, wana teknolojia za uzalishaji, ufungashaji na uhifadhi, sio chai tu na mazao mengine. Lakini kwa tunazungumzia chai, basi nitaenda kujifunza mbinu mbalimbali za kuweza kuongeza thamani zao la chai. Kuongeza thamani ni pale tunapozuia hata uharibifu tunapovuna chai shambani, kutoka shambani mpaka kwenda sehemu ya kufanya uchakataji, yani kwenye kiwanda, ufungashaji. Jinsi wenzetu wamefanikiwa vipi kwenye ufungashaji, kwenye kutangaza zao la chai, kwenye uhamasishaji wa unywaji wa chai. Kwa maana chai sio inanywewa tu kama kinywaji. Sisi tumezoea kwetu Tanzania chai inanywewa kama chakula. Asubuhi lazima upate chai. Lakini chai inanywewa kama kinywaji, ikiwa ya moto au ikiwa ya baridi. Chai inanywewa kama dawa. Chai inanywewa kama kiburudisho cha kukupumzisha au kupata ukiwa umechoka inakupatia nguvu. Inachangamsha akili. Kwa hiyo kushiriki maonyesho haya kutapelekea matokeo makubwa sana kwenye mageuzi ya tasnia ya chai nchini. Shukrani sana. Kwa jina naitwa Primus Kimario. Mimi ni mkurugenzi mkuu wa bodi ya mkoa wa Tanzania. Leo tuko hapa Rimini, Italy, tukionyesha wadau walioko vipi zao letu la kahawa. Ikinuka kwamba kahawa ni moja ya zao muhimu sana nchini Italy, hususan kahawa za Arabica na Robusta, kwa sababu Waitaliano wanapenda sana kahawa za espresso. Ndio mnywaji namba 2 ukiona Ujerumani katika jumuiya ya Ulaya. Kwa leo tuko hapa kuonyesha kahawa zetu ili kuweza kukuza soko letu na kuongeza kipato kwa wakulima wetu. Moja ya maeneo ambayo tumefanya hapo ni tumekuja na vipeperushi mbalimbali, sampuli za kahawa za wadau mbalimbali kutoka Tanzania ambazo zimeongeza thamani, pamoja na sampuli ambazo zimeongeza thamani. Lengo kubwa hapa ni kuondokana na tatizo la muda mrefu ambalo wakaangaji wengi wamekuwa wakipata kahawa zao kupitia brokers. Sasa ni fursa pekee kwa sababu Tanzania tuna dirisha la soko la moja kwa moja. Kwa ni fursa pekee sasa kwa wadau wakaangaji wa Italia na wadau wetu wa kilimo kutoka mkoa wa ushirika wanavyoweza kufanya biashara moja kwa moja kwa kutumia direct trade bila kupitia kwa brokers. Kwa hiyo ni fursa pekee na tunapenda sasa masoko haya yaweze kuhimizwa zaidi na wadau wanapopata hii fursa kutokea bila kuwa na changamoto za ziada. Kwa hiyo leo tuko hapa kuweza kuonyesha ni namna gani kahawa Tanzania ni bora kuliko kahawa nyingine zozote duniani. Tuko hapa tunaonyesha ni namna gani kahawa hii inaweza kupatikana nchini Tanzania kupitia vyama vyetu vya ushirika. Tuko hapa kuonyesha pia wadau mbalimbali kahawa wakija na wataonja wenyewe ili kudhihirisha ubora wa kahawa yetu. Na ni matarajio yetu kwamba kwa vyama vyetu vya ushirika na wadau wengine mbalimbali atakapopata masoko haya watachangamkia na kujionea wenyewe ni namna gani soko la Ulaya sasa ni Italia lilivyo. Sasa kwa majina naitwa Dr. Manuel Samaro, ni manager kutoka mamlaka ya Veterinary na Mashariki. Leo hii mamlaka ya afya na Veterinary Tanzania tumeshiriki kwenye maonyesho haya ya Macfood yaliyofanyika hapa Italy katika mji wa Rimini. Mamlaka ya afya na Veterinary ni taasisi ya serikali ambayo imeanzishwa kwa sheria namba 4 ya mwaka 2020 ikiwa na lengo kuu la kuhakikisha kwamba inasimamia swala zima
magonjwa kwenye mimea pamoja na udhibiti wa visumbufu. Vile vile tunasimamia kwenye upande wa viuatilifu kwa vinavyoingia na kutoka nchini, lakini kwa vilivyopo nchini, upande wa usimamiaji kwa matumizi salama na sahihi ya viuatilifu hivyo, ili kuhakikisha kwamba afya ya binadamu, wanyama na mazingira vinasimamiwa pasavyo. Leo hii tuko hapa katika maonyesho haya nchini Italy ni katika kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali za upande wa kwenye kufungua masoko ya mazao nchini. Kama tunavyofahamu kwamba mamlaka hii ndio mamlaka mahsusi inahusika katika kwenye masuala ya afya ya mimea, ambapo imekuwa ni mamlaka kinara katika ufunguaji wa masoko ya mazao yote duniani. Tumekuja hapa kuendelea kuhabarisha dunia ya kuwa kwamba kuna tayari tumesha leta takwa letu, tumewasilisha katika balozi wa Umoja wa Ulaya, lakini vile balozi wa Italy kwamba nia na tayari kwamba wameshapokea ya kufungua kwa zaidi katika mazao ya matunda na mboga mboga. Ziara hii ama maonyesho haya, ushiriki wetu ni muhimu sana. Kwanza kuonesha kwanza kwamba sisi kama Tanzania tumejikomiti na tuna nia ya dhati kabisa ya kufungua soko katika masuala mazima ya matunda na mboga mboga. Kwa hivyo niwahakikishie wakulima ndugu zangu wa Tanzania, wafanyabiashara, kwamba Tanzania pia Wizara ya Kilimo chini ya Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu tupo kinara kabisa, tupo mstari wa mbele kuhakikisha kwamba masoko tunayafungua, lakini si kuyafungua, lakini kuhakikisha kwamba masoko haya yanakidhi vigezo ili kwa wafanyabiashara wetu wasipate usumbufu wa namna yoyote pindi mazao haya yatakapofika katika nchi hizi za Ulaya. Lakini vile vile tumetumia fursa hii ya kuwavutia wawekezaji kwenye tasnia ya viuatilifu. Kama unavyofahamu, asilimia kubwa ya viuatilifu tunaagiza kutoka nje ya nchi. Kwa hivyo leo hii hapa tumeweza kukutana na wadau mbalimbali wenye nia ya kuja kuwekeza Tanzania katika swala zima la masuala ya viuatilifu ama pesticides. Hii itakuwa ni sehemu muhimu sana ambapo itasaidia kwanza kupunguza gharama za uzalishaji, ambapo kwa namna moja ama nyingine itasaidia hata kupunguza bei ya chakula cha ndani ya nchi. Lakini kitendo cha kuzalisha nchini vile vile kitasaidia katika kuongeza ajira za wazawa, na vile vile kusaidia katika kuingiza pesa za kigeni, kwa maana tunatarajia wawekezaji hawa kama kufanikiwa kuja kuwekeza kwetu, tutaweza kuuza katika nchi zinazotuzunguka, lakini na nchi nyingine ambazo ziko mbali. Kwa majina naitwa Happy Pasco, ni mkurugenzi msaidizi wa kitengo cha masoko Wizara ya Kilimo. Siku ya leo tuko nchini Italy kwenye maonyesho ya McFood yanayofanyika hapa kila mwaka kwa ajili ya kutangaza fursa mbalimbali za mazao ya kilimo, lakini pia masuala ya teknolojia mbalimbali na tena pia fursa za uwekezaji. Sisi kama nchi tunashiriki katika maonyesho haya tukiwa tumeambatana na taasisi kutoka Wizara ya Kilimo, lakini pamoja na taasisi za sekta binafsi, lakini pia na wadau wetu wengine katika mnyororo mzima wa sekta ya kilimo. Na tuko hapa kwa ajili ya kutangaza fursa za mazao yetu nchini, lakini pia kuangalia ni fursa gani za uwekezaji ambazo tunaweza tukashirikiana na wadau wa Ulaya kwa ajili ya invest kule nyumbani, lakini pia kufungua fursa mpya za masoko ya mazao yetu. Lakini pia kwenye maonyesho haya tumeona kuna teknoloji mbalimbali zinazoonyeshwa, na tunaangalia namna gani ambapo tunaweza tukachukua hizo teknoloji na kuzileta nyumbani kwa ajili ya kuongeza thamani ya mazao yetu, ambao tulikuwa tukipata changamoto ya mazao yetu kwamba tunazalisha yakiwa katika hali ya malighafi zaidi kuliko vile ambavyo yanakuwa yamezalishwa yakiwa yameongezewa muda wa kuishilia shelf life na kwa kaidi. Kwa hiyo tuna teknolojia mbalimbali tunaziona hapa. Kwa hiyo tunaangalia ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukashirikiana na hizi kampuni zilizopo hapa kwa ajili ya kuweza kuleta hiyo teknolojia pale nyumbani na kuweza kuwasaidia wakulima wetu waweze kuyafikia haya masoko. Lakini kingine pia ambacho tumeweza kukiona katika maonyesho hao na tunatarajia mwisho wa siku
tuweze kukiachieve kwa nyumbani ni kupata fursa mpya katika masoko kutoka kwa wenzetu walioko katika hizi nchi za Ulaya. Kwa hiyo tumekuwa tukiengage na wadau mbalimbali na kuangalia namna gani tunaweza tukashirikiana katika kuleta fursa hizo nyumbani.